Naam, msikilizaji, na sasa ni rasmi katika sehemu ya 6 ya simulizi hii, na nataka kukumbusha mapema kabisa pale ambapo tulikuwa tumefika katika sehemu ya 5. Basi ilikuwa ni wakati ambapo tuliona Donna akiwa anafuatilia ile kesi na zile issue ambazo zilimkuta Upendo, na kwa bahati ilivyo ni nzuri ni kwamba ile matukio ya kukuta Grace ameuawa, wote walikuwa pale wakiwa kama watu wa usalama. Walikuwa pale na wakaona kwamba kwa jinsi ambavyo kesi inaenda na mambo yanavyokwenda ni kama vile huyu Pendo ama huyu binti Upendo alikuwa anasingiziwa kwenye kesi ambayo sio ya kwake. Lakini kwenye upande wa pili tuliona mtoto akiuawa kwenye familia ya Joeli, na yote hii ilikuwa ni kwa sababu ya Maria kutokutaka mtoto yote katika nyumba ile, labda yule ambaye yeye atakwenda kumzalia mume wake. Mtoto mdogo kabisa yule ameuawa, sikuwa na hatia. Mauaji yanaendelea sana hapa ndani. Kumbuka Lulu pia ameuawa na baba yake mzazi, sambamba na Grace ambaye pia amekuja kuuawa pamoja na shangazi yake. Damu ni nyingi sana ambazo zimemwagika mpaka sasa, na mimi nakukaribisha msikilizaji tukapate kufahamu kwani mwisho wa haya mambo yote itakuwa ni nini na wapi ambako mwandishi Sam basi anatupeleka. Kumbuka kusubscribe channel yetu Simulizi Zetu Media, usiache ku-like, usiache kushare, lakini pia usiache kuandika comment yako hapo kwa wewe ambaye unasikiliza simulizi hizi, pia ukatuambia unatusikiliza ukiwa unatokea wapi, lakini pia ukasema ni vile ambavyo unajisikia wakati wote ukiwa unasikiliza simulizi. Maoni yako yanapokelewa siku zote, kipi kiongezwe, kipi kipunguzwe na kipi kitolewe kabisa. Ni hapo kwenye uwanja wa comment utaandika. Karibu sana pale WhatsApp kwenye group letu la simulizi ili kuwa mwanafamilia. Utatuma ujumbe kwenye namba ya simu ya 0757567253, na usisahau kwamba sisi tunapatikana kwenye mitandao yote ya kijamii kwa jina la Simulizi Zetu Media. Mimi naitwa Tutu na hii ni sehemu ya 6. Sasa kama tunakumbuka ni kwamba Upendo alikuwa amepoteza fahamu na alipelekwa hospitalini ambako Kani pamoja na Suzy walikuwepo. Nakumbuka hawa ni maadui wakubwa sana wa Upendo kwa sasa, lakini Upendo alikuwa ameletwa pamoja na Donna pamoja na Fanny. Sasa Fanny alikuwa akijaribu kukusanya zile shahidi ambazo anazipata, na katika hali fulani anajikuta anapata wasiwasi sana, hususan kwenye eneo ambalo wapo, lakini pia Upendo yupo sambamba na wale watu ambao walihisi wanahusika na mauaji ya wale mke na mume ambao wameuawa siku chache zilizopita. Sasa Fanny anasema kwamba alihisi kama kuna mchezo mchafu ambao ulikuwa unaendelea katika hospitali ile, hasa alipounganisha matukio kutoka la kwanza na Kani kuongea na mtu kipindi alipomuona Maongezi alikufa, mpaka majibu ya mtu mapokezi kuhusu ni nani ambaye alilipia huduma za mgonjwa wao, lakini pia kauli za daktari ambaye aliwafukuza ndani muda mfupi ambao ulikuwa umepita. Matukio yote haya ilimfanya awe na wasiwasi katika kichwa chake. Aliamua kusogea hadi sehemu ambayo Donna Tema alikuwa amesimama akichezea simu yake. Basi alimnong'oneza jambo fulani kwa sauti ya chini, na Donna alitikisa kichwa chake kuashiria kwamba alikuwa amekubaliana na Fanny kwenye kile ambacho alikuwa ameambiwa. Haraka alitoka katika eneo lile na kuelekea kwenye ofisi ya daktari ambaye alikuwa anamfanyia matibabu Upendo. Alipofika alishangaa kuona mlango umefungwa. Kidogo ilimpa mashaka, lakini alijipa moyo kwa kuwa alitakiwa kumsubiri kwa dakika chache mbele, na baadaye daktari alikuwa katika eneo lile. Alishtushwa pia na uwepo wa Donna nje ya ofisi ile. Alihisi ni kama alikuwa ametokea pale ama atakuwa amesikia kile ambacho alikuwa akizungumza kipindi ambapo alikuwa kule chooni. Alijikuta anauliza kwa wasiwasi na sauti yake ilikuwa imejaa kitetemeshi sana. Vipi, umefuata nini? Hakuna ambacho nimefuata, lakini natakiwa kumtoa mgonjwa wangu muda huu, alisema Donna akimtazama yule daktari. Alishajua kwamba mazingira yale hayakuwa salama kwa ajili ya binti kuwepo pale. Alafu mpeleke wapi wakati sisi tunamfanyia matibabu? Daktari alijibu. Kuna maswali ya muhimu sana natakiwa kuhojiana naye. Akiendelea kukaa katika eneo hili nitapoteza muda na hata yeye mwenyewe naweza nikampoteza. Donna alijibu hongo ili kuziba ukweli isije kujulikana nini ambacho alikuwa anamaanisha. Daktari alitafakari kwa kina. Alikumbuka muda mchache nyuma ametoka kuongea na Kani kuhusu kumtoa mgonjwa katika chumba chake na kisha mpeleke katika chumba cha maiti huko ambako angegeuzwa kwa marehemu. Lakini mbele yake aliona mlima mkubwa sana wa mtihani wa ushawishi ambao alitakiwa kuupanda, na alitakiwa kumwaminisha Donna kwamba kila kitu kitakwenda sawa. Basi Donna alishajua kutokana na Fanny kumpa dondoo kadhaa ambazo zilikuwa zinahusu mwenendo ile hospitali wakati walipokuwa wananong'onezana. Kwa hivyo alijiandaa kumkabili daktari kama akileta za kuleta. Sidhani kama atapata matibabu, daktari alianza kuongea, lakini kabla hajamaliza kuongea simu yake iliita. Alikuwa ni Kando ambaye alikuwa akimpigia, na alipokea huku akiwa na wasiwasi sana ndani ya mwili wake. Halo?
alisema na alikuwa anatetemeka. Lema, ushamleta huyo mgonjwa? Uko wapi? Vipi? Mbona mpaka sasa hivi hujamleta huyo mtu? Sauti ya Kani ilipenya katika masikio ya Donna na ilikuwa imetegeshwa vyema kama sungura ambaye alikuwa anasikiliza sauti ile ya mbwa. Usijali, nitamleta, usijali. Kigugumizi kilimkumba daktari na kabla ya kumaliza kile ambacho alitaka kukiongea, Donna alimpokonya simu na kuweka sikioni. Unaongea na Donna, mambo yako ambayo unafanya yote nayajua. Mimi nakuhakikishia tu kwamba huu mwezi hutamaliza, utakuwa chini mikono ya polisi, alisema Donna huku akimchimba bonge moja la mkwara Kani. Basi haraka Kani alikata simu kwa wasiwasi ambao alikuwa nao, na Donna baada ya kugundua kwamba simu imekatwa, alimwangalia daktari na kisha akamrudishia simu. Let me tell you one thing, don't play with authority. Kuwa makini, nakwambia. Hii ni kama last warning. Next time nikija hapa ni kifo chako ama kuozea jela. Fanya kazi yako kwa weledi, usiendeshwe na pesa. Always pesa ipo kwa ajili ya kuua watu. Na ili kujua hilo, nenda ukasome Mathayo 10 mstari ya 34 mpaka 39. Alisema Donna na kisha aliondoka huku akimshika mkono daktari ambaye lilikuwa limemshuka kweli na mdomo wake ulikuwa umekaa kimya. Kielele chake chote ambacho alikuwa nacho mwanzo kilikuwa pembeni na alikuwa akimtazama binti yule na kuna namna alikuwa akijikuta amejuta. Basi walifika sehemu ambayo Fani alikuwepo na kisha walimchukua na kuelekea katika chumba ambacho kilikuwa amelazwa Upendo. Ingawa ilikuwa ni usiku, lakini Donna aliamuru Upendo kutolewa katika hospitali ile haraka sana, na ndivyo ambavyo ilikuwa. Walimtoa huku wakiweka ahadi ya kurudi tena kituoni, na hii ilikuwa ni mara baada ya kukamilisha upelelezi wao. Basi baada ya Donna, Upendo na Fani kuondoka, huku nyuma Kani alienda kwa yule daktari huku akiwa na jazba kiasi. Kwake alikuwa amechukizwa na kitendo ambacho kilifanywa na daktari yule kuruhusu simu yake kupokelewa na mtu ambaye alikuwa ni askari. Alimkuta akiwa ofisini amejiinamia na aliingia huku mkono akiwa ameshika sindano ambayo ilikuwa na sumu. Daktari baada ya kuhisi kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anaingia ndani, ikabidi sasa simame. Lema, hivi wewe kichwa chako kweli kina akili timamu wewe? Hivi unawaza vile ambavyo mimi nawaza au unatumia tu makali wako kwanza, alisema Kani akiwa amebwata kidogo. Bwana, mimi sikupanga na sikutegemea kama angenipokonya ile. Lema alikuwa anataka kujitetea, lakini kabla hajamaliza alikatizwa na Suzi ambaye alikuwa amesimama mlangoni. Hebu kelele huko, nadhani kwamba sisi hatuna akili eti? Hivi wewe unafikiri hizi kesi ambazo zinakuja hapa zitakavyotukabili zitakuwa ni nyepesi? Kilichobaki ni wao kusanya ushahidi tu wa mtu ambaye amehusika na kila kitu, na shahidi wa mwisho ni yule pale, then naambiwa mlete, lakini unaleta upuuzi. Muda wote wao ulikuwa wapi? Suzi alikuwa amechafuka haswa, hakutaka kumpa nafasi kabisa yule Lema kujitetea. Basi Lema alirudi akawa mdogo, na hata mwili wake ambao ulikuwa mkubwa siku ile basi ungetosha kuingia katika chupa ya soda kwa jinsi ambavyo alijikuta amejuta. Mbele yake aliona matatizo yakianza kumkabili. Hivi ni kesi ngapi ambazo unazifanya sisi waga tunakuhifadhi? Umesahau kama ulishamfanyia operation mgonjwa wa kidonda cha mguu na ukampasua tumbo, lakini hakuna ambaye alitambua hilo. Sisi ndio ambao tulikulinda na wewe umeshindwa kufanya hivyo, si ndio? Wewe si ndio ambaye ulilawiti maiti ya Misi Mwanza, au nadhani kwamba yote hatujui? Alisema Suzi akimkumbusha matukio ambayo Lema aliwahi kuyafanya, lakini wao walimfanyia backup. Jamani, lakini mbona? Basi Lema alitaka kujitetea tena, lakini wakati ule alikuwa ameshachelewa kwa sababu sindano ambayo ilikuwa imeshika na Kani ilifika katika mwili wake. Sumu iliyoweka katika sindano ilikuwa ni tofauti na sumu zote ambazo zimewahi kutokea katika uso wa dunia. Sumu hii ilikuwa kama ukitumia basi haitajulikana kama umetumia sumu. Ndio, ilikuwa ni sumu ambayo Dr. Kani alikuwa akiitumia kuulia wagonjwa wengi sana ambao waliona hawana uwezo wa kupona ama wale ambao alikuwa amechoka kwa tibu. Basi baada ya kupigwa sindano, Lema alisikia kizunguzungu na alidondoka chini. Walimnyanyua na kuweka kiti katikati yake ambapo alikuwa anakaa. Meza waliweka madaftari pale, lakini pia mkono wa kulia ulimshikisha kalamu na kumuinamisha kana kwamba ni mtu ambaye alikuwa anaandika, na kisha alichoka ghafla na kuamua kujipumzisha. Hatimaye wao waliondoka katika ofisi yake. Na hawa ndo walikuwa ndege wawili wafananao. Hakika walipenda kuruka pamoja. Mili yao ilikuwa ni kama kinyonga ambayo walikuwa wakibadilika kila dakika na kila sekunde. Mtonyo almaarufu kama pesa ama ankara ama AY ama MFA, ndivyo ambavyo wanasema waliweka mbele zaidi. Hakuna kingine ambacho walikuwa wanakihitaji mbele yao zaidi ya pesa. Mara baada ya kumua Mr. Roman na mke wake, kilichokuwa kinafuata wakati huu ilikuwa ni ushahidi wa tukio zima la kifo, hasa kwa kumua mtu ambaye walimpa msala wa line. Na baada ya kugundua kwamba alishikwa na polisi lakini hawakumpa hukumu,
Ilikuwa ni wazi kwamba uchunguzi wa kina ulikuwa ungefanyika, na pindi ambapo ungefanyika lazima wao wangejulikana. Haya, tunahama huko na tunarudi upande wa pili kwenye familia ya Joeli, ambako mishale ya saa ukutani ambayo ilikuwa sebuleni katika nyumba yake ilikuwa inapishana tu, ambako mshale wa sekunde ulihakikisha kwamba unasukuma mshale wa dakika, na mshale wa dakika nao ulikuwa ukihakikisha unasukuma mshale wa saa. Ilikuwa ni kama mchezo ambao uchoshi kwenye mishale ile, na saa ile ilionyesha kwamba ilikuwa ni saa 9:30 za usiku. Zilibaki dakika kama 30 hivi kufikia saa 10. Nyumba nzima ilikuwa kimya, hakukuwa na sauti yote ambayo ilikuwa ikisikika, si ya mvua ambayo iliacha kunyesha muda, na wala si ndege, isipokuwa sauti ya mishale na saa ambayo ilikuwa ikisikika ikilia kwa mbali kabisa. Joeli alikuwa amelala huku akiwa amemkumbatia Salome ambaye alikuwa hajavaa hata nguo katika mwili wake. Usingizi mnono uliofanya upenzi wale wawe na amani muda wote. Na katika eneo ambalo Lulu alikuwa miziko, palionekana kuota uyoga ambao ulitoa mwanga wa kijani hivi. Uyoga ule ulikuwa kila sekunde, kila kiasi kwamba hadi ulikuwa mkubwa kama chupa ya maji ya milimita 500. Hakuna ambaye alikuwa anashuhudia tukio hilo isipokuwa Jona, ambaye alipendezwa na rangi ya uyoga wake. Kwa kuwa hakuona pindi wazazi wake wakizika, basi alihisi ni mti ambao ulikuwa umeamua kuota usiku ule. Kupitia dirisha la kioo cheusi, macho yake yalipokea mwanga na alifurahi sana kuona tukio lile. Tabasamu zito lilikuwa katika uso wake na alitamani angekuwa nje ili apate kuona vizuri. Kutamani kwake kulimtuma atoke nje, na alifanya hivyo huku akipiga hatua taratibu. Alifika hadi sebuleni, akaangalia sana kusoma, na kisha aligusa kitasa ambacho hakikutaka kupinga. Kilimkubalia na kufunguka, na yeye alitoka nje. Alifika hadi katika eneo lile, lakini hakubahatika kuona uyoga wala rangi ya kijani haikuwepo tena. Hili limuogopesha sana. Alianza kurudi nyuma ghafla, lakini alijikwaa. Kitendo cha kuanguka chini kilienda sambamba na kukatika kwa umeme. Na sasa kiza kilikuwa kimetawala eneo lote la Butimba. Macho yake yalishindwa kuzalisha nuru ambayo ingemsaidia kuona mbele. Hakuona msaada mwingine zaidi ya kulia na kuita mama. Alikuwa akilia kumuita mama, lakini pia akimuita baba. Alita hivi kwa zaidi ya mara 3, lakini haikumpa faida yoyote ile. Aliamua kujiinua haraka na kisha alienda hadi mlangoni. Mkono wake wa kulia ulishika kitasa na kujaribu kufungua mlango, lakini safari hii haikuwa kama mwanzo. Kitasa kiligoma kufunguka. Alikumbuka kwamba kufunga mlango kwa ndani, lakini aliwaza ni nini ambacho ama nani ambaye atakuwa amefunga mlango. Aliendelea kujaribu kufungua. Sasa alisikia sauti ya mtu akifunga mlango kwa ndani, na ilikuwa ikisikika kuashiria kwamba ndani kulikuwa kuna mtu. Ni kweli ndani kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ni Joeli, ambaye alikuwa ameamka na kwenda kumwangalia mtoto wake chumbani. Cha ajabu, alimuona mwanae akiwa mahali pale, na wakati anarudi alimwa kupita sebuleni ili kuhakikisha kwamba mlango ulikuwa umefungwa ama la. Aliamua kufunga, na baada ya kugundua kwamba ulikuwa hujafungwa, aliufunga vizuri. Asijue kwamba mwanae alikuwa nje, lakini yeye alikuwa anamuona ndani. Basi wakati anarudi, aliona mtu katika dirisha lake, ikabidi asimame ili atizame ni nani ambaye alikuwa dirishani. Kutokana na kiza kuweza kumfahamu ni nani ambaye alikuwa mahali pale, ikabidi aulize, "Nani wewe?" "Ni mimi baba, ni mimi Jona." Jona alisema kwa sauti ambayo iliambatana na majuto hivi. Maswali yalikuwa katika kichwa cha Joeli. Alisimama baada ya kupigwa butwa. "Jona, na yule ambaye yuko chumbani kwako ni nani?" Alikuwa akijiuliza, lakini pia alimuuliza mtoto yule. Aliona ni bora aende kuhakikisha chumbani kwa Jona kama alikuwepo ama hakuwepo. Alipiga hatua 3, lakini ghafla umeme ulirudi na mwanga ulitanda nyumba yote. Aliendelea na safari hadi chumbani ambako hakubahatika kumuona Jona, lakini alikuwa amemuona hivi punde tu. Sasa huyu amefikaje nje? Imekuwaje mpaka ameenda nje jamani? Mimi si nimemuona chumbani ndo nikaenda kufunga mlango. Alikuwa anajiuliza maswali ambayo kichwa chake kilikosa majibu ya moja kwa moja. Alijawa na maswali mengi, alijikuta na kuwa na wasiwasi, na nje sauti ya Jona ilisikika akitaka msaada. Ni kama alikuwa amevamiwa na kitu hivi, kitu ambacho kilimshika mgongoni na kumfanya shindwe kuongea vizuri. "Msaada, baba, nisaidie." Ilikuwa ni maneno ambayo aliachwa kwenye utamkaji wake, alikuwa akisikika kwa shida hivi kwa sababu ya kukatika kwake. Joeli aliona endapo akiendelea kukaa ndani basi mtoto wake pengine atamkosa. Basi haraka aliamua kutoka na kwenda kumwokoa. Alipofika mlangoni, alifungua mlango na kisha alitoka nje. Macho yake hayakuamini baada ya kusafirisha kile ambacho alikuwa anakiona mbele yake. Alikisafirisha hadi katika ubongo ambao ulitafsiri tukio lile. Alikuwa ni Lulu ambaye alikuwa anamtafuna Jona, na sasa alikuwa amekula nusu ya mwili wake. "Baba, njoo tule," alisema Lulu, huku akiendelea kumuonyesha kwamba
alikuwa hana shida na kile ambacho anakifanya. Ilikuwa ni mkojo sio mkojo, jasho si jasho, yani ni kila kitu ilikuwa ni kwa pamoja. Joeli alijikuta anatetemeka sana. Acha! Nasema acha! Mume wangu una nini? Salome aliuliza baada ya kuamshwa na sauti ya mume wake. Alimtazama Joeli ambaye alikuwa akihema na jasho lilikuwa likimtoka kweli kweli. Sasa Joeli alishangaa, kumbe yote ambayo alikuwa akiona ilikuwa ni njozi, lakini ajabu ni kwamba umeme ulikuwa umekatika, ni kama vile ambavyo alikuwa anaota katika njozi. Mke wangu, Lulu anamtafuna mtoto, alisema Joeli kwa wasiwasi mno. Lulu kafanyaje bwana, mtu kisha kufa? Mbona una mambo ya ajabu jamani usiku wote huu, kwa nini? Aliuliza Salome kwa jazba kidogo. Haki ya Mungu, nimemwona Lulu, nimemwona akimla Jona. Kweli kabisa mke wangu, kweli mimi nakwambia, Yesu wangu, sijui itakuwaje. Joeli alisimamia msimamo wake, lakini msimamo ule ulishindwa kufua dafu mbele ya Salome ambaye aliamka na kwenda sebleni. Aliwasha taa ambayo hutumia sola na kisha alielekea chumbani kwa Jona ambako alimkuta akiwa amelala. Alirudi chumbani kwao akiwa na jazba kweli. Hakupenda vile ambavyo mume wake alikuwa amemwambia kwa kuhisi kwamba labda alikuwa amemsumbua. Jona yupo? Joeli aliuliza. Yupo, ndio, hebu lala huko, Salome alisema huku naye akijifunika shuka. Sasa damu ya Lulu ilianza kumsumbua Joeli ambaye hata kusikia kile ambacho alikuwa akiambiwa na Lulu. Wakati alipokuwa anataka kumuua, alikuwa amechanganyikiwa sana, na sasa alikuwa ameni kama eti alikuwa ameamka kwenye ile ndoto, na sasa alijikuta tena akikumbuka maneno ya Lulu kabla hajamuua. Sawa, naomba unisamehe, lakini nakuomba ukishamaliza kuniua, tafuta Biblia usome Kutoka 20 mstari wa 1 hadi 17. Puuza yake kutosoma kama ambavyo aliambiwa na Lulu kulimfanya akutane na matukio ya ajabu ambayo hakuwahi kuyaona katika maisha yake. Basi siku ile usingizi ulimpitia kushoto kabisa, alishindwa kulala mpaka kuna pambazuka. Kila alipotamani kulala, bado ndoto ilikuwa inajirudia katika kichwa chake. Msongo wa mawazo ulikuwa umemtawala na alianza kujiingiza katika majuto ya kwa nini alihusika na kifo cha mtoto wake. Kwa kuwa hali ilikuwa inamtokea yeye peke yake katika nyumba, kutaka kuwashirikisha wenzake, aliamua kubaki nayo mwenyewe, akiahidi kwamba endapo ukipambazuka basi atatafuta njia mbadala ya kutafuta ile tatizo. Kweli bwana, asubuhi kulipambazuka vizuri na alijiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kazini. Alioga na kisha alipiga mswaki na kuvaa suti ambazo zilimkaa vyema sana. Alipanda gari lake huko kimwaga mke wake ambaye alimuonyesha tabasamu nzuri sana. Salome kama mama alimwandaa mume wake vyema, na hata harufu ya perfume ambayo alikuwa amejipulizia ilikuwa mbaki chumbani kwake, na aliporudi alihisi raha mno kuipata harufu ile. Maisha ambayo alikuwa anataka sasa alikuwa ameanza kurejea. Aliona ni amani kuishi maisha yale ambayo ilikuwa yana uwepo misukosuko kutokana na watu ambao walikuwa wanasema kwamba mbona Lulu ametelekezwa. Basi alihisi ni tayari ameshapata na ameshamaliza kila kitu katika maisha. Aliangalia picha yao ya ndoa akaikumbatia, akajikuta kitabasamu mwenyewe na akazungumza na picha ile. Nakupenda sana mume wangu, alisema na aliweka tabasamu. Alirudisha picha sehemu ambako huwa inakaa siku zote na kisha alielekea jikoni kuandaa chakula. Wakati anapika, alikumbuka Jona hajamwandaa kwa ajili ya kwenda shule, kabidi aende chumbani kwa Jona. Alimwamsha kwa ajili ya kwenda naye shule, na yeye aliamka alienda kuoga na safari ya shule iliwadia. Aliondoka nyumbani saa 2:30 huku katika mfuko wake wa suruali akiwa na shilingi 10,000 ambayo huwa anapewa kila siku kama pesa matumizi. Salome sasa alibaki mwenyewe nyumbani. Nyumba ilikuwa imepoa mno. Kelele na fujo za Jona zikuwepo mahali pale, na yeye alihisi ni kama kuna kitu ambacho alikuwa amekikosa hivi. Ila nyumba imepoa jamani. Mfanye mrudi basi, alisema huku akisogelea jokofu ambalo alikuwa akitunza nyama. Alikuwa akimaanisha mume wake na mtoto wake basi at least wawahi kurudi nyumbani. Basi alipofika kwenye jokofu alichagua nyama nzuri ambayo ingefaa kupikwa na ndizi, na kisha akaweka jikoni na kuanza mapishi rasmi. Dakika 15 zilitosha kuchemsha ndizi na nyama, na sasa alitaka kuzichanganya kwa pamoja ili mapishi yale yakolee utamu. Katika upande wa mpishi, Salome alikuwa ni mpishi kulikweli. Alikuwa ni mpishi hasa na alijua kupika kana kwamba alikuwa mzaliwa jikoni. Apike chakula gani ambacho mume wake angeshindwa kula na kufurahia? Hapana, haikuwezekana. Kila diko ambalo alikuwa akipika binti huyu, alikuwa anapika kama anapika kwenye hoteli kubwa hivi ambayo ilikuwa ina wapishi maalum kwa ajili ya kupika. Hakuwa mvivu kama ilivyokuwa kwa wanawake wengi ambao wanabandika kucha maeneo mjini na wao hutowaona na sufuria jikoni. Wao hawakuwa wanaweza chochote. Utakuta wanaogopa kushika mpaka sufuria, ili hali wakienda unyagoni wanafundishwa mwanamke atakiwa kuogopa moto eti. Je, na umebu ngoja nikaandae juice kwanza.
alisema huku akipakua chakula. Alitoka na kuelekea sebuleni ambako alichagua matunda ambayo alikuwa akiyapenda sana kuyatumia. Alipenda matunda yale katika kutengeneza juisi, na kweli alitengeneza kwa muda dakika 10 mpaka dakika 15 nyingine zilikuwa zimeshatosha na ilipatikana juisi, lakini pia ilipata ubaridi. Alirudi tena jikoni na kuchukua chakula, na kisha alielekea katika meza ya chakula na alianza kula. Ndizi ya kwanza iliingia mdomoni, lakini alihisi kama alikuwa anatafuna nyama hivi. Basi aligona tu bila hata kujali, alikula hivyo. Mama, naomba chakula. Sauti ya mtoto ambaye alitambua kwamba alikuwa ni Lulu ilisikika kutoka chini ya meza. Hapo hamu ya kula chakula ilimwisha. Aliganda kama sanamu la samaki ambaye anapatikana maeneo ya Posta jijini Mwanza, aina ya sato. Ilikuwa huko akisikilizia ile sauti ambayo labda ingejirudia, lakini ilikuwa hivyo. Baadaye kimya kilifuata, na yeye aliangalia kwa chini na hakubahatika kuona mtu. Haya ni mawengi jamani. Yaani ndo namwaza Lulu hapa. Basi aliongea na kisha alijicheka mwenyewe na kurudisha kichwa katika chakula chake, lakini kile ambacho alikuwa anakiona kwenye sahani ya chakula kilimpa wasiwasi zaidi. Ilikuwa ni vidole vya miguu pamoja na mikono ya binadamu ambavyo vilikuwa katika sahani yake. Jesus Christ. Salome alisema akirudi nyuma, mapigo ya moyo wake yalienda mbio kweli. Mama, si ulimwambia baba aniue ili unitafune au umeshasahau? Kula tu bwana, hivi ni vidole vyangu bwana. Ilikuwa ni sauti ya Lulu ambayo ilisikika shingoni kwa Salome. Basi Salome alijigeuza taratibu kuelekea upande wa mashariki ambako kulikuwa na mlango, na ndiko ambako sauti ilitoka. Alichokuwa anakiona kilimfanya apoteze fahamu. Ujasiri wa kumtazama Lulu ambaye alikuwa anatoka na funza mwili mzima, huku miguu yake na mikono ikiwa haina vidole, ulimshinda. Muonekano wa Lulu hakuwa kama mwanzo. Kuanzia macho yake ambayo yalikuwa yanadondosha usaha, mafunza pia walikuwa wanatoka kila sehemu ambayo ilikuwa na tundu, pamoja na nzi ambao walikuwa wanamsogelea na kumsakama kana kwamba alikuwa ameiba hivi. Harufu ambayo ilizidi mzoga wa nguruwe ilikuwa katika mwili wa Lulu, ambaye pia alisimama kwa muda mlangoni kabla ya kutoweka. Sasa tunahama pale, tunakuja upande wa pili ambako tunamwona Upendo akiulizia kwamba Karen yuko wapi, natamani apeleke kwa Karen ili aweze kumuuliza maswali, lakini pia alikuwa anataka kumuuliza kuhusu mtoto wake Chris. Basi Upendo aliongea hivyo, na alikuwa ananyonyesha watoto mapacha baada ya kupewa na Donna. Donna pamoja na Fani walikuwa wamesimama pembeni ya kitanda ambacho Upendo alikuwa amekaa. Baada ya kumtoa hospitali, waliamua kumpeleka nyumbani kwa Donna ambako huko angeishi hadi siku anapata afadhali na kisha angemrudisha nyumbani kwake. Huyo ndo nani? Aliuliza Donna. Upendo alikaa kimya kidogo akitafakari. Alimwangalia Fani na kisha alimwangalia Donna ambaye alimeza fundo kubwa la mate. Karen ni rafiki yangu. Huenda wakati mimi naondoka yeye alikuja pale nyumbani labda kuchukua mtoto, alisema Upendo. Inawezekanaje kuchukua mtoto mmoja alafu mwingine akawacha? It doesn't make sense kabisa mbona? Aliuliza Fani. Unajua mimi bado sijathibitisha na sidhani kama inawezekana. Nitaka tu kumuuliza. Nitamani tu nimuulize. Upendo alisema huku akiweka vizuri watoto wale na kumweka pacha mwingine vizuri. You need to take a break, alisema Donna. Basi maongezi yao hayakuwa na muingia akilini Upendo ambaye alishapanga liwalo na leo ni lazima kakutane na Karen. Alitaka kumuuliza kama amemwona mtoto wake ama la. Basi kikubwa ambacho alitaka kuongea naye Karen ilikuwa ni kwamba alisi labda yeye ndo ambaye mhusika katika mpango wa kumchukua mtoto, kwa sababu tangu aongee naye kuhusu Noeli kwamba Noeli alikuwa anamtaka mtoto, ilikuwa ndo mwanzo wa kupotea kwa mtoto wake. Basi sawa, hakuna shida, lakini vipi kuhusu mazishi? Aliuliza tena Upendo. Kuhusu mazishi ondoa shaka, msiba upo hospitali ambayo jana tulikupeleka. Tutatafuta muda na si muda mrefu, alisema Fani huku akimwangalia Donna na kumtaka sogee pembeni ili apate kuzungumza. Basi wakati wanaongea kwa nje lilisimama gari jeusi ambako ilikuwa na vioo vyeusi pia. Ndani ya gari kulikuwa na Kani pamoja na Suzi ambao walikuwa wanaongea. Unajua mimi namjua huyu askari, ni anafanya kazi wake mmoja hivi, lakini waga ni mwanamke, alisema Suzi. Kama anamfanya kazi kila kitu kimeisha, mbona hamna shida? Alisema Kani akitoa simu yake. Alifanya kuchezea kidogo na baadaye akasema kwamba unajua tunaweza kuondoka, tayari nimeshapanga kila kitu. Alisema hivyo huku akiwasha gari na waliondoka mahali pale. Basi wakati wanaondoka kina Donna walikuwa wanatoka ndani ili kwenda hospitali kufuata msiba, na kwa bahati nzuri aliona gari lakini hakujua ni nani ambaye alikuwa pale. Alihisi labda ni watu ambao walikuwa wanaendelea na safari yao, asijue kwamba ilikuwa ni timu kazi ambayo iliingia mahali pale kwa ajili ya kufanya mauaji na si kitu kingine.
Nao waliongoza njia ya hospitali hadi walipofika. Walitoa mwili na kupakiza kwenye ambulance. Wakati sasa wanatoka hospitali, Donna aliona tena gari la kina Khan, lakini hakutambua kama walikuwa ni kina Khan. Alisema tu na kumwambia Fanny, "Lile gari niliwahi kuliona likipita maeneo nyumbani," alisema Donna akinyoshia kidole gari lile la kina Khan. "Hebu tusimame tuangalie ni kina nani, maana hata mimi kama nililiona hivi," alisema Fanny. "Anyways, tuachane nao bwana. Watakuwa wapita njia hao," alisema Donna, na kisha aliwasha gari. Kwa mara nyingine waliondoka katika eneo lile, lakini katika kichwa chake alikuwa na mashaka sana. Wakati anakaribia getini, alipishana na gari ya polisi. Ilibidi atizame, lakini walimpita kana kwamba walikuwa wamfahamu hivi. "Fanny, hao wanaenda wapi? Wanaenda kufanya nini pia?" aliuliza Donna. "Sijajua, lakini nahisi maybe kuna kitu. Anyways, sisi tuendelee na mambo yetu," alisema Fanny, na kisha waliondoka zao. Sasa askari ambao walikwenda hospitali, hakukuwa na lingine ambalo lilofanya kwenda mahali pale zaidi ya kuchunguza kifo cha mmoja wa daktari ambaye kwa mujibu wa vipimo ilisemekana ni pressure ambayo ilimuua. Wapiga picha walienda pale na walipiga picha mwili wa Dr. Lema ambaye jana yake usiku alichomwa sindano ya sumu na Khan mara baada ya kushindwa kukamilisha kazi ambayo alikuwa ametumwa. Ujanja wa Khan uliwazidi polisi ambao walishindwa kutambua ni ipi haswa ilikuwa ni sababu ya kifo cha daktari yule ambaye kabla ya kifo alikuwa akimpa matibabu Upendo. Khan hakuwa mtu wa kuchezewa kabisa, sio yeye wala Suzy. Wote walikuwa ni born in town, yani vijana ambao walizaliwa mjini. Walifahamu kila aina ya uhuni ambao ulifanywa na madaktari wengi Tanzania, na walikuwa wanaufanya tena kila siku ndani ya hospitali. Wakiwa katika gari ambalo lilikuwa limesimama sehemu ya parking, waliendelea kuongea. "Hivi unajua kazi yetu ni ngumu sana ambayo imebaki sasa hivi. Mimi sidhani kama tutatoka," alisema Khan ambaye alionekana kama ameanza kukata tamaa hivi. "Khan, maneno gani unaongea jamani? Afu si mtoto wa kiume kabisa. Mimi wa kike nitasemaje?" Suzy alikuja juu akimsika ni kutokata tamaa. "Naona kama tunaenda kuua watu wengi sana, unajua tusipojiangalia tutakuwa tumeua watu wengi bwana we. Haijalishi tumeanza leo kwani. As tunafanya tunajilinda. Yaani kwani wewe unachukulia vipi mambo? Miaka 30 au kifungo cha maisha jela, hilo swala unafikiri ni dogo?" alisema Suzy akiwa na jazba kidogo. Hapo napo ni parefu mno. Yaani haya saizi nini kinafuata, maana lazima tuwe kwa wakati, hakuna namna, alisema Khan ambaye alinamisha kichwa chini katika usukani wake. "Anayefuata ni yule mwanamke. Yaani lazima kaburi limfukie. Yaani lazima nasema. Yaani afe beki afe kipa." Suzy aliongea huku mikono yake ya kulia ikiwa imekunja nguo ikipiga katika siti kuashiria kwamba alidhamiria kufanya kile ambacho alikuwa amekisema. Pumzi nzito ilishushwa na Khan ambaye alishika simu yake na kuchezea kidogo na kisha aliweka mfukoni. "Muda wa kurudi hospitali," alisema Khan. Ila mimi sitaka sana, nataka kuondoka bwana mara moja," Suzy alisema huku akiangalia nje. "Unataka kwenda wapi?" "Nataka kwenda mall. Kuna jamaa anataka kunipa deal, kwa hivyo nitakuwa pale, lakini pia nitasimamia baadhi ya mishe zangu. Sinajua nina duka pale," alisema Suzy ambaye aliweka sawa nguo yake na kisha alifungua mlango ili apate kushuka. "Lakini hebu nisikilize. Hii inatakiwa isiri. Yaani isije ukakutana na mume wako huko, sijui akakulewesha, akakupa sijui minyandua ya maana ukachanganyikiwa huko, ukaenda kurupoka kila kitu," alisema Khan kama sehemu matani huko akipima pia kama Suzy pengine alikuwa na mwanaume ama la. Basi Suzy alicheka sana akasema, "Hata ningepelekewa kiasi gani mimi sitakuja kusema. Kwanza hivi unijui vizuri kweli Khan? Alafu huo moto unazungumzia ni upi sasa? Wanaume pia wada unakula chipsi yai moja ama kuna wengine?" Suzy alijibu kwa dhihaka na wakajikuta akicheka sana. Hao maana vijana siku hizi yaani hakuna ambacho wanaogopa. Yaani mpaka sehemu ambazo daktari anavaa gloves wao wanatumia hivi. Yaani mimi sijui, lakini kila mtu atajua namna ya kujitetea kwa Mungu wake siku ya malipo, alisema Khan, na alikuwa akicheka lakini pia alikuwa akijiandaa kushuka. "Ila Khan bwana, mimi hata sina mtu, usinipe dhambi, yaani nipe dhambi nyingine. Hiyo ya mtu hiyo niache naye." Basi Suzy akaona sababu ya kuendelea kukaa katika eneo lile, aliamua kuondoka. Macho ya Khan alitembea katika mwili wa Suzy ambaye alimuona akiwa na umbo zuri sana la kama mwanamke na alikuwa ni binti wa Kisukuma huyu. Basi alimtazama kuanzia juu mpaka chini, akameza fundo mpaka pale Suzy alipozama kwenye kona. "Yaani nitakuwa mzembe sana kama sitamwambia kwamba namtaka huyu binti da," alijisemea moyoni. Huyu Khan. Sasa upendo anasema ni kama maua. Unaweza kuchanua sehemu yote ile, yani iwe ni wapi, kwenye maji, kwenye mchanga. Sasa uzuri wa upendo ni kitu ambacho endapo ukionyesha basi kitajulikana kwa namna yote, hata ufiche vipi.
mti ukikupa upendo mwingi, ukimwagilia maji kila siku, basi utakupa matunda. Mbwa wenyewe naye ni hivyo hivyo, kama ukimpenda muda wote atakuwa anatamani kufuata au kuongozana na wewe. Upendo ni kama chuki, na ni kama vyote vinafanana hivi na vinatembea kwa pamoja. Yaani penye chuki lazima upendo litangulia. Kwenye upendo kila mtu atatambua kwamba na pana chuki pia inatambulika. Basi ukaribu wa Khan na Suzy, alijikuta anatokea kumpenda na kumtamani sana muda wote. Alikuwa anatamani sana kuwa naye muda mwingi. Dili la kutafuta watoto liwakutanisha na hisia za mapenzi zilianza kwa Khan, huko Suzy akiwa hajui. Basi akiwa ofisini kwake, Suzy aliendelea kupanga baadhi ya taarifa ya majina ya wagonjwa ambao alitakiwa kuhudumia, lakini ghafla mlango wake uligongwa na aliruhusu mtu kuingia. "Dennis, kumbe upo jamani, atu nani?" alisema Suzy baada ya kuona sura ya Dennis mbele yake. "Tunaona vipi wakati kila nikipanga, yani wewe uaga unaniruka kweli." "Oh my god jamani, sio hivyo Dennis. You know what, yani mimi niko busy kinoma, ni hapa penyewe naenda kwenye operation huko ndani," alisema Suzy akichukua joho la kikazi tayari kwa ajili ya kuelekea huko kazini kwake. Dennis huyu alikuwa ni daktari wa magonjwa mifupa na magonjwa mengine ya kawaida. Yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wanampenda sana Suzy, na mara zote walipokutana hakuacha kumwambia ukweli. Alimueleza vile ambavyo alikuwa anampenda, lakini Suzy alijifanya kama kipofu, kama sio kisiwi. Kile ambacho alikuwa anaambiwa na Dennis hakutaka kabisa kuweka akilini. Hata matendo yake pia alikuwa hayajali. Ni kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana Dennis. Moyo wa Dennis uliangukia katika mikono ya mwanamke ambaye amechagua kazi ya uuaji, na siri hii hakuweza kupata kujua. Laiti kama angefahamu, basi hata kumpenda singeendelea. "Sawa, lakini hata usijali. I know unakosa muda kwa kuwa mimi ndo nakuhitaji, lakini ingekuwa unanihitaji mimi, nadhani huo muda usingekosa," alisema Dennis, ukweli ambao ni mchungu siku zote. "Dennis, please bwana, usiseme hivyo. Mwenyewe unaona insect ambavyo ni ngumu, muda wote tunahitaji kukomesha watu. Hata kama, lakini kwa nini unashindwa kunisikiliza? Yaani kwa nini? Hivi unajua jinsi gani ambavyo mimi nateseka kwa ajili yako, eh? Unajua nimeanza kujitolea siku nyingi sana, mpaka leo nimeamua kuongea na mpaka nimetaja na jina lako. Hivi unajua kama nitakuwa naumia Suzy, please. Naomba basi unielewe." Dennis alipeleka mashambulizi kwa kasi kwa kutumia wafungaji wawili. Ilikuwa ni machozi lakini pia magoti. "Hadi unanisemaje? Yani hata sijui nikwambie. Yani mimi sijui tu. Yani niweka njia panda jamani. Unajua mimi nimetoka kulia na mimi sitaki jamani mambo yajirudie vile," alisema Suzy akimwangalia Dennis ambaye alikuwa amepiga magoti mbele yake. "We cannot be the same. Hatuko sawa kwenye maisha Suzy. Ni sawa uliumizwa huko nyuma, lakini sio mimi ambaye nilikuumiza. Na mimi sijakuumiza, lakini kwa nini unaumia? Kwa nini na mimi niumie kwa ajili yako, yani kupitia wewe? Kwa nini? Mimi natamani labda ungeingia kwenye moyo wangu ukaona jinsi ambavyo mimi nateseka, naumia, nakosa raha wakati wewe upo. Lakini kwa nini unanifanyia hivi?" alisema Dennis ambaye alidondosha machozi. Basi Suzy alikaa kimya kidogo, alimtazama Dennis kwa muda, na kichwa chake kilikuwa kimejenga kumbukumbu ya miaka 3 ambayo alishindwa hata kusema chochote. "No say, kwa kweli, yani sina la kusema kwa leo, naomba unisamehe. Nitakutafuta basi hata weekend tuongee," Suzy alisema huko akitoka nje akimwacha Dennis katika ofisi yake. Basi pindi alipofungua mlango alikutana na Khan ambaye alikuwa amesimama, na kwa jinsi ambavyo alikuwa ni wazi kwamba alikuwa amesimama muda mrefu na huenda alikuwa amesikia kila kitu ambacho kilikuwa kinaongelea pale ndani. "Oh, Khan vipi? Kuna nini?" aliuliza Suzy. "No, hakuna kitu," Khan alijibu kwa kujikausha hivi kutaka kumwangalia Suzy. Macho yake alikuwa ameelekeza kwa Dennis ambaye alimuona akiwa anatoka ndani. Khan, nakwaje mzee?" alimsalimu Dennis, lakini Khan hakuitikia. Alijifanya kama hajasikia hivi. "Suzy, unaelekea wapi?" aliuliza Khan ili kufunika salamu ya Dennis. "Naenda kwenye chumba cha upasuaji, kuna operation ndo nimekumbuka hapa. And by saa 6:30 hivi itafanyikacha niwahi. Bye basi," Suzy alisema huku akitembea kwa hatua za nusu kukimbia lakini nusu kutembea. Basi Dennis alisimama kwa muda akijiuliza kwa nini Khan hakuitikia salamu yake. Macho yake yalitoka katika uso wa Khan ambapo aligundua ni kama mtu alikuwa na hasira hivi. "Hivi unamtongoza huyu demu au tayari ni mpenzi wako?" Khan aliuliza kwa sauti ambayo ilikuwa imesimama kweli kweli. Bwana, huyu sio demu wangu, ila niko tu ndo namtongoza," alisema Dennis kwa sauti yake ambayo ilikuwa imepinda kidogo. Macho yake yaliendelea kumtazama Khan ambaye alikuwa amesaga meno kwa nguvu sana. Baadaye akamwambia, "Kama unamtongoza naomba achana naye kabisa, huyo ni mali yangu, sawa?" Mbona sije kusikia akisema kwamba wewe ni mtu wake?" Dennis alioji.
hiyo ikuhusu. Elewa nilichokuambia, na ukiendelea kumtongoza don't blame me kwa kweli. Yaani usije ukanilaumu kwa mbele. Basi ulikuwa ni mkwara dume ambao aliuchimba Kani ambaye alianza kuondoka. Hata kama ni demu wako si ungesema, by the way, mbona huna la kunitisha? Kani, hamna ambacho unanitisha. Mimi nimekupokea hapa na kufahamu vizuri. Denisi alijibu mapigo kwa kujitoa uoga katika mwili wake. Asifahamu kwamba namba mlikuwa naichokoza safari hii sio ile ambayo yakuwa anaifahamu. Hii ilikuwa ishavurugika kabisa. Sasa tunaacha pale, tunarudi kwa yule binti ambaye anaitwa Betty ambaye alikuwa anatoka kuteka maji kwenye moja ya bomba ambalo lilikuwa jirani na sehemu ambayo walikuwa wamefikia. Ukarimu wa mama Nyasato ulimfanya Betty siku yake ya kwanza kabisa kumsaidia kuteka maji. Licha ya kuwa alikuwa na kidonda katika mkono wake, lakini aliona ni vema kama alitakiwa kumsaidia kama kufanya kazi kwa mama yule ambaye alikuwa amejitolea sana kwa ajili ya kuwasaidia. Basi alifika nyumbani na alitoa ndoo pembeni ambayo ilikuwa kichwani kwake. Pembeni ya sehemu ambayo alitoa ndoo kulikuwa na Jia ambaye alikuwa amesimama akionekana ni kama mtu ambaye alikuwa amekosa amani hivi. Janeti, aliita mara 2 bila hata mafanikio. Unaweza kaenda wapi jamani? Yaani hana ugeni, alisema Betty kwa jazba kidogo. Alikuja akamsogelea Jina, akamkumbatia, akamwambia tutakuwa na maisha mazuri usijali. Alisema kama kumfariji Jia ambaye alikuwa hana uwezo wa kusikia tena wala ule uwezo wa kuongea. Basi kumbatio lile lilimpa faraja sana Jia ambaye alidondosha machozi na kumfikiria Betty ambaye alihisi maumivu katika moyo wake. Betty amerudi nyumbani. Ilikuwa ni swali la mama Nyasato ambaye alikuwa ameongozana na mwanaume. Ndio mama, alisema Betty akimtazama mwanaume ambaye alikuwa ameongozana na mama Nyasato. Huyo anataka kuniozesha? Alijiuliza bila hata kupata majibu. Basi mama Nyasato alimwambia Betty na akamwangalia, akarudisha macho kwa Jia ambaye alikuwa amekumbatiwa. Kaka Jose, hawa ndio watoto ambao nimekuambia, naamini kwamba wanahitaji msaada. Wewe wape tu elimu jamani, alisema mama Nyasato, na moyo wake ulikuwa umefyatuka, lakini hakuamini kile ambacho kwa kisikia mbele yake. Macho ilianza kutoa machozi. Sio wakubwa sana, wanaweza kuanza kusoma na kuna shida, lakini huyu mwingine si anasikia vizuri au ndo kijiwe kabisa? Aliuliza Jose huku akimnyoshia kidole Jia. Ndio, huyu pia ana uwezo wa kuongea wala kusikia, lakini si unajua zile shule ambazo wanasoma viziwi na mabubu, unaweza kumpeleka kule kama hela mimi nitakulipia, basi nitajichanga hapa, hamna shida kabisa, alisema mama Nyasato akiongea na ndugu yake. Lakini dada, hivi watoto wote unaona kweli tutaweza kuwasomesha? Mbona mimi nakuonea huruma? Kaka mama Nyasato alisema, ambapo alimjibu kwamba msaada wangu mdogo ndio ambao utakuwa mkubwa huko mbeleni. Hawana uwezo wa kusoma, lakini kupitia mimi nitawajali na nitawapatia hiyo elimu. Sawa dada, alisema Jose. Basi urithi pekee ambao aliaminiwa nao mama Nyasato kwa mtoto alikuwa akiamini kwamba ilikuwa ni elimu. Kwake aliamini ndipo akiwapatia watoto elimu basi kila kitu kitakuwa kimeenda sawa. Na hii ndio ilikuwa sababu ya kumuita kaka yake ambaye alikuwa ni Jose ili aweze kumshirikisha katika swala la kupata sare, na baada ya hapo masomo yaanze. Jose naye hakuona sababu ya kutokumpatia dada yake kiasi kadhaa ambacho kingewasaidia watoto wale kwenda shule. Lakini dada, ila mbona kama miezi imekwenda hivi? Ni vyema waanze mwakani, watarudia tena baada ya hapo wataendelea kusoma. Nafanya hivi kwa sababu najua nikisema kwamba mwakani ndio nitawapeleka shule, mtaa utawazoea watoto, si vizuri sana wakiwa wanashinda mtaani. Okay, na ni wachache sana wenye maono yako dada yangu, Mungu azidi kukubariki. Unajua watoto kila siku mimi nilikuwa naona pale. Jose alizungumza kwa sauti ya pole kidogo, ambapo dada yake akamwambia, nina Nyasato, unajua bado ni mdogo sana, naweza kufa muda wote. Nisipojitoa kuwasaidia watoto wenzangu basi watateseka pia. Siku moja kama sitakuwepo mimi sijui nini itakuwa hatima ya mtoto wangu, kwa hivyo sipendi sana iwe hivyo. Kwa hiki kidogo ambacho ninacho mimi nataka kutoa, labda elimu itakuja kuwakomboa watoto wengi sana huko mbele. Mama Nyasato alitoa darasa la bure kabisa kwa ndugu yake ambaye alishindwa hata ongea nini. Sawa dadangu, basi acha nianze kutafuta kituo kwa ajili ya huyo mwingine, baada ya hapo utajua inakuaje, alisema Jose, na kisha aliamua kuaga na kuondoka mahali pale. Sasa wakati anaondoka alipishana na Nyasato ambaye alikuwa ameongozana na Janeti. Nyuso zao zilikuwa zimejaa tabasamu sana. Walikuwa wanacheka na kufurahi kana kwamba walikuwa wanajuana muda mrefu kweli. Tabasamu lile liliingia mpaka moyoni kwa mama Nyasato ambaye alikuwa amefurahi mpaka machozi aliona kama anamtoka hivi.
Asante mama ise, Mungu akubariki sana. Nitamani kuanza shule lakini nilihisi kama mimi ni mkubwa hivi. Beti alisema huku akimwachia jina akamsogelea mama Nyasato. Beti wewe, kwenye elimu hakuna mkubwa. Hakuna mkubwa, sasa una mkubwa gani jamani? Nenda ukasome, na mimi naamini kwamba ukijua kusoma watakuvusha baadhi ya madarasa, na cha kufanya wewe unaelewa mkubwa upende shule basi hamna kingine, sawa? Alimwambia mama yule ili kumtoa wasiwasi Beti. Mama, tumefika kwa mwalimu amesema kwamba unaweza kwenda kuanza hata hakuna shida, alisema Nyasato. Kweli? Ndio. Basi Mungu mkubwa, kesho tutaenda kwa fundi tutajaribisha sare, na baada ya hapo Jumatatu mtaanza shule. Mama Nyasato alifurahi sana, lakini pia alikuwa amewatoa hofu wale watoto. Sasa wanasema kwamba Mungu hawezi kunyima vyote, na ndivyo hivyo ambavyo ilikuwepo, kwa sababu msemo huu ulienda kwa mama Nyasato ambaye hakuwa na maisha mazuri kabisa kiuchumi, lakini hakuona sababu ya kutokuwasaidia watoto ambao waliomba msaada. Kwake utu wake aliweka mbele kuliko kitu chochote. Alithamini utu na kuwapenda kwa watu mbalimbali sana, na alipenda sana kusaidia watu ambao walikuwa wanaona wakiwa na uhitaji wa kitu ambacho yeye alikuwa nao. Tabia hii alitamani sana, na alipenda pia mtoto wake arithi ili aweze kusaidia watu wengine. Aliamini kuwa kipindi akisaidia watu wengi, shukrani zao zitampa baraka, na kama sio pesa basi atapata tu amani katika maisha yake. Hakuwa na uhitaji wa malipo makubwa hata. Basi tu alitamani kufanya kwa kadri ambavyo aliona yeye anaweza kufanya. Sasa ni upande wa pili ambako ilikuwa ni jioni, ilikuwa imetoka katika jiji la miamba, ambapo kila mwenye pilika zake mchana alikuwa ameanza kufunga vitu vyake kwa ajili ya kuweza kurudi nyumbani. Joel alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa ofisini hapo, na kichwa chake kilikuwa kinamgonga kutokana na kuwaza kile ambacho kilikuwa kimetokea usiku wa jana. Aliangalia saa yake ukutani ambayo ilikuwa ikionyesha ilikuwa ni saa 10:30, na ghafla simu yake ambayo ilikuwa mezani iliita. Aliangalia, aliona namba ambayo ilikuwa ni ya mke wake, na kisha akapokea. Ndio mke wangu, aliongea akiwa anaweka tai yake sawa. Unarudi saa ngapi jamani mume wangu? Nyumbani hakuko vizuri. Ilikuwa ni sauti ya Salome ambaye alikuwa anaongea akiwa anatetemeka hivi. Narudi muda si mrefu, kwani kuna nini? Aliuliza Joel. Lulu mume wangu, Lulu atakuja kuniua mimi. Kuna nini mke wangu tena jamani? Lulu nini? Lulu si tumemzika au? Joel alianza kupata wasiwasi baada ya kumsikia mke wake akitaja jina la Lulu. Lulu leo amekuja mara 2, anataka nile nyama zake sijui, alafu ameoza, anatisha mume wangu, nashindwa kukaa kwenye nyumba. Alikuwa akiongea lakini hakumaliza kuzungumza, simu ilikuwa imekatika. Joel alizidi kuchanganyikiwa na alitoa simu yake sikioni na kupiga, lakini aliambiwa kwamba namba ilikuwa ipatikani, jambo ambalo lilizidi kumpa wasiwasi. Alipiga zaidi ya mara 3 na majibu yalikuwa tofauti, mara patikani, mara inatumika, na kuna muda mwingine aliambiwa kwamba namba haipo. Basi kichwa kilimuuma mno. Aliwaza ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea katika maisha yake. Hivi ina maana au Lulu amefufuka au ni nini? Au ni mauzauza jamani? Hivi au nimekosea wapi? Nilikosea kumuua au? Alikuwa akijiuliza huku akifungasha vilago vyake kwa ajili ya kwenda nyumbani kwake. Basi alitoka hadi nje ofisi na kisha alipanda gari yake na kuanza safari ya kuelekea nyumbani kwake. Kwa mwendo usiokuwa kawaida, alipita magari ambayo yalikuwa yanatembea taratibu na hatimaye alifika nyumbani. Alipiga honi kwa zaidi ya dakika 2 lakini mke wake hakuja kufungua. Hii ilizidi kumpa wasiwasi. Mwisho aliamua kufungua mwenyewe na kusimamisha gari sehemu ya parking. Haraka aliingia ndani na kumkuta mke wake akiwa amelala chini na simu ilikuwa imesambaratika. Ni wazi kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kilikuwa kimetokea. Alianza kumwamsha mke wake akimuita na alikuwa akimuuliza shida ni nini, lakini hakukuwa na jibu. Kimya kilifuatia. Aliweka mkono wake katika kifua cha Salome na aligundua kwamba mapigo ya moyo yalikuwa yanafanya kazi. Hakuwa na la kufanya la ziada, ilikuwa ni kumchukua mke wake na kumpeleka katika hospitali ya Butimba. Alipofika huko, walimpima na kumwambia akae nje ili kusubiri majibu, na wakati akiwa nje alimuona mtoto kama Lulu hivi akiwa anamuita. Baba, sasa mimi kosa langu nini jamani? Yaani mimi kosa langu nini? Mbona wewe na mama mnaniogopa? Kwani mimi nimemkosea nini mama yangu? Sauti ilipenya kwenye masikio yake na mwanzo alihisi kama anaota hivi, lakini kumbe kile ambacho alikuwa anakiona ilikuwa ni kweli na haikuwa usiku leo. Haikuwa ndoto kama ambavyo aliota jana yake. Mama si alisema sijui anataka mniue ili mnile nyama, si ndo mlisema hivyo jamani? Naomba basi umletee hiyo nyama. Baba, mpelekee chakula basi. Mpe hata Jona hata mdogo wangu nyumbani. Basi ni wazi kabisa alichokuwa nakiona mbele yake ilikuwa ni kweli. Ni Lulu ambaye alikuwa mbele yake alikuwa akiongea. Basi pembeni ya Lulu alitokea Lucy ambaye alikuwa ni mama yake na Lulu.
alikuwa amebeba hotpot ambalo alimkabidhi Joeli. Mume wangu, hiki chakula ambacho nimekipika ni kwa ajili yako na mke mwenzangu, mpe Salome bwana, maana alikuwa ananipenda sana na wakati nikiwa naumwa yeye ndo aliniletea hiki chakula. Lucy alizungumza huku akimpa hotpot Joeli ambaye alibaki ameduaa akiwa ametoa macho. Mbona uchangamki jamani Au nipendi? Hujapenda kuniona tena mume wangu? Lucy aliuliza. Joeli alitaka kuzungumza lakini alishindwa. Maneno yote yalikuwa yamempotea ghafla. Vitu vilivyokuwa vinaendelea kwenye maisha yake alikuwa hajui ni hata ni vipi ataambia watu wengine wakamuelewa. Usijali mume wangu, hebu mpe chakula basi. Mimi sijaweka sumu kama ambavyo ameniwekea nikafa. Mimi nampenda, alafu mbona si alikuwa rafiki yangu huyo? Lucy aliongea na kisha alimshika mkono Lulu na kuondoka mahali pale. Joeli alikuwa anatokwa na jasho kana kwamba alikuwa anakimbizwa hivi. Kutoka kwa Lulu katika eneo lile kulifuata, na baada ya hapo alipiga kelele mpaka watu wengine ilibidi wamshangae. Kaka vipi, una shida gani? Kuna tatizo? Aliuliza dada mmoja ambaye alikuwa pembeni yake. Hapana, hakuna tatizo, samani. Joeli aliongea akiwa na jumauma hivi. Alikuwa hajui atasema nini, azungumze nini ambacho watu watamwamini. Sasa ni upande wa pili ambako ilikuwa ni maeneo makaburini. Watu walikuwa wamejikusanya kumsindikiza Grace katika nyumba yake milele. Donna na Fanny hawakutaka kulaza mwili, waliamua kurudi kuzika mapema ili mambo mengine yafuatilie. Upendo ndo alikuwa amebeba msalaba ambao ulikuwa umeandikwa jina la Grace. Moyo wake ulibeba maumivu makali sana ambayo hayakuwa na mfano. Kila alivyokuwa akimwangalia mchungaji ambaye alikuwa anaongoza sala, machozi yalikuwa yanamtoka. Tunatakiwa kufuatilia ile swala mapema mno. Kumbuka siku 2 hizi ambazo tulipewa tayari zimeshapita. Ilikuwa ni sauti ya Donna akimwambia Fanny. Ni kweli kabisa, na inaonekana Upendo ameumizwa sana, alisema Fanny. Macho yake yamebadilika mpaka rangi. Yaani sijajua ni kwa nini umeamua kumpa binti huyu hii kesi ambayo haimuhusu kabisa. Basi alikuwa akiongea Donna na alijikuta akipata uchungu sana mara baada ya kumtazama Upendo, lakini pia alikuwa akiwaza kuhusu mtoto wake ambaye nyumbani hakuwepo mpaka sasa hivi. Nadhani itabidi tumtafute kwa hali na mali mtoto na tutampata, na hakika kwamba watu ambao wamehusika kwenye kifo cha huyu binti itakuwa ndio ambao wamemchukua mtoto, alisema Fanny. Sawa, basi ni muda wa kuondoka au saizi naona mambo ya vyakula nini yanaendelea, alizungumza Donna huku akinyanyuka. Mchana uliingia katika kaburi la Grace na Upendo alienda kufunika msalaba katika kaburi hilo la mpendo wake, huku machozi yakidondokea kwenye kaburi lile. Hata mazishi yalipomalizika watu waliondoka, lakini yeye alibaki na kushika udongo mkononi mwake. Alikuwa akilia sana, akamwambia Grace, siamini kama kweli umeenda. Imekuwa ni haraka sana. Ni kitu ambacho mimi sikuwahi kukiona kwako. Pumzika Grace, pumzika kwa amani, na naomba tu nikwambie kwamba watoto wale mimi nitawaita Grace. Yaani sina namna, inabidi tu niwape majina yako kwa sababu umeniachia watoto umeondoka. Mimi nawatunza vipi watoto ambao sijui hata historia yao? Basi Upendo aliongea sana kwenye kaburi la Grace na akalia pale, na mwisho mwili wake ulikuwa umeloa sana machozi, na hata sehemu ambayo alikuwa amechuchumaa machozi yalikuwa yametapakaa tu. Tutakusaidia pia kulipa kisasi, alikuwa ni Fanny akiongea, lakini pia Donna pia alimwambia kwamba mimi pia naunga mkono na nitakuwa na wewe, nitakusaidia katika hicho kisasi. Ilikuwa ni mara baada ya kumuona Upendo akilia na kujiapiza vitu vingi sana, ikiwa ni pamoja na kulea wale watoto ambao walikuwa sawa kwake, lakini pia walimuona vile ambavyo alikuwa na hamu ya kujua ni akina nani ambao walikuwa wamemfanyia unyama mtoto mdogo kama yule, na kupitia wale basi ilikuwa ni njia nzuri ya kuweza kumpata mtoto wake. Sasa ni majira ya usiku ambapo usiku ulikuwa umefika na hatimaye uliyeyuka kama barafu katika maji, lakini asubuhi ilifika pia, huku ikiwa tofauti na siku zote ambazo zimewahi kupita. Siku hii ilikuwa na upekee sana ndani yake. Tofauti wa kwanza ulikuwa ni kuchanua kwa jua mapema, ambapo hadi kufikia kwenye majira ya saa 11:30 hivi jua lilikuwa tayari limeshachomoza, hali ambayo iliwashangaza watu wengi sana, lakini waliamini kwamba ilikuwa ni moja ya maamuzi ya Mungu na kuweza kumpangia katika maamuzi yake. Tofauti wa pili ilikuwa ni kujaa kwa kunguru katika maeneo mengi ya jiji la Mwanza. Kunguru wale waliruka kutoka sehemu moja kwenda nyingine mithili ya ndege ambao wanaitwa nyange-nyange, ambao watoto wengi udai wape chakula, na ungesikia wangeimba kwamba nyange-nyange tupe chakula tupate kucha nyeupe, ndege tupe chakula tupate kucha nyeupe. Basi kucha zingebadilika na watoto wangefurahi sana. Asubuhi hii sasa ilimkuta akiwa kitandani tangu kuzimia kwa jana. Alijishangaa mara baada ya kuona yuko hospitali, tena katika hospitali ya Butimba. Alijiuliza ilikuwaje hadi akawa katika eneo lile, lakini hakupata jibu kamili.
Kumbukumbu katika kichwa chake ziligoma kabisa kujirudia, na hata yale ambayo jana yalikuwa yamemtokea yote yalipotea. Ghafla daktari alikuja. Aliingia akiwa na vipimo. "Naona umeamka, vipi, unaendeleaje?" aliuliza akiweka simu yake mfukoni baada ya kuwa mzima. "Naendelea vizuri, kwani ilikuwaje hadi niko hapa?" aliuliza Salome, ambaye alijiweka vizuri katika sehemu ya miguu yake ambayo ilikuwa nje ya shuka na ilikuwa imefunuliwa. "Ulipoteza fahamu na mume wako ndo amekuleta hapa." "Mume wangu yeye yuko wapi?" "Alisema kwamba anaenda kumwandaa mtoto ili aweze kuwahi shule," daktari alisema kwa kuchukua vipimo na kumpima pressure Salome. "Ina maana ukumbuki chochote kile?" aliuliza daktari. "Hakuna ambacho..." Salome alitaka kuongea, lakini alihisi kama kuna kitu ambacho kilikuwa kimempiga hivi. Ilibidi sasa aweke kituo na kisha angalie nini ambacho kilikuwa kimempiga maeneo kama ya mgongoni. Basi daktari naye alipeleka macho chini ya kitanda ili apate kuona ni nini ambacho kilimpiga Salome, na hakuna ambaye alibahatika kuona kitu hicho. Salome pia aliangalia kwa juu, na si daktari pia ambaye pia hakuacha kumfuatisha vile ambavyo alikuwa anafanya. "Inaonekana bado hujawa sawa. Nahisi kama tuzidishe vipimo hivi," daktari alisema. "Vipimo tena? Lakini sawa, hakuna shida. Kwa hiyo unaweza kupona lini?" "Jamani, mimi nataka kuondoka." "Ukiwa sawa kiakili na kimwili basi utaondoka," alieleza daktari, ambaye aliendelea na vipimo vyake na kisha alianza kuondoka kurudi ofisini kwake. Akiwa amefika mlangoni, aligeuza macho kwa mara ya pili katika uvungu wa kitanda. Cha ajabu, aliona damu ikidondoka katika kitanda kile, na damu hili ilikuwa ikichuruzika kuelekea katika mlango. Ni wazi kwamba kama sio Salome anatoka na damu, basi hakuna kitu kingine ambacho kilisababisha damu ile kudondoka. "Samahani, hivi unaweza kusimama?" daktari alimwambia Salome huku akianza kurudi. "Kwa nini? Kwani kuna nini?" Salome aliuliza. "Naona kama kuna damu hapa chini ya kitanda, sijui ni wapi inatoka," alisema daktari, ambaye baada ya kufika katika kitanda aliinama na kuchungulia. Macho yake yaliranda vyema uvunguni, lakini hakuona sehemu ambayo labda ilikuwa inatoa damu. "Daktari, kuna nini? Mbona mwili wangu kama nahisi kama na damu hivi kwenye miguu na mapajani?" Salome aliuliza huku akisimama. Ni kweli damu zilikuwa zinachuruzika katika mapaja yake na zilikuwa zinatoka chini. Kutoka kwa damu huku kulimfanya aanze kukumbuka siku 2 nyuma wakati akiwa anaoga na mume wake. "Mbona anatoka na damu afu mimi siumwi popote?" alisema Salome. "Na ndio maana naitaka ufanye ultrasound. Nahisi kama kuna kitu sehemu ndani ya mwili wako ama pengine kuna tatizo." "Lakini daktari, ni vipi damu inatoka bila kuwa na maumivu yoyote? Nini inawezekana vipi?" Salome aliuliza. "Bahati mbaya hata mimi si mtaalamu sana mambo haya. Naomba kwanza nikaongee na wataalamu wengine waje kutuambia shida ni nini," alisema daktari, na kisha aliondoka mahali pale. Maswali juu ya maswali yalibaki katika kichwa cha Salome. Alijiuliza mambo mengi sana kuhusu kutoka na damu, lakini pia hata swala la yeye kuwa mahali pale, swala ambalo katika kichwa chake liligoma kabisa kumpa kumbukumbu kamili ya kwa nini alikuwa pale. Alihisi anaishiwa nguvu hasa pale alipojiangalia katika mwili wake na kuona bado alikuwa akichuruzika na damu, na safari hii ilikuwa ni nyingi kweli. Hivi kwani ni wapi nimekosea? Au jana ama jana nilibakwa au ilikuwaje? Mume wangu naye mbona arudi jamani, aje nimuulize, alikuwa akisema akitoka kitandani, na kisha alisimama chini. Daktari ambaye alikuwa anamhudumia alienda kumuita daktari mwingine wa kike ambaye alikuwa anahusika na mambo ya uzazi. Waliongozana na kuingia katika chumba ambacho Salome alikuwepo. Na alipofika pale, daktari akamwambia, "Dada, nimeambiwa kwamba unatoka na damu. Hebu lala kwanza hapo, nataka kukuangalia," alisema daktari yule wa kike. Na Salome mwanzo aliona aibu kwa kuwa kulikuwa kuna daktari wa kiume, lakini baadaye alilala na daktari alimsogelea kisha alimvua nguo. Aliangalia kulia na kushoto katika kila sehemu ya njia ambayo inaweza kutoa damu. Alitazama kama labda alikuwa amechanika, lakini hakukuwa na kidonda wala hakukuwa na kitu chochote kile. "Labda tufanye vipimo, maana sioni kama kuna sehemu yote imechanika na utokaji wa damu si kawaida," alisema huko akimwangalia daktari wa kiume yule. "Kwa hivyo vipimo mkuja navyo hao?" "Ndio, au lakini ngoja nikachukue vingine," alisema daktari, na kisha aliondoka mahali pale. Alikuwa na mwendo haraka sana, huku mguu wa kulia ukiongoza safari yake. Alikuwa na hofu kwa sababu utokaji wa damu ule ulikuwa ni mwingi sana na ilikuwa ni hatari sana kwa mgonjwa. "Dadangu, kama utakuwa na ugonjwa hakikisha unajitibu kwa muda mwafaka," alisema yule daktari. "Sawa, nitafanya hivyo kwa sababu afya yangu ni muhimu sana. Mwanangu Jona anahitaji jamani," alisema Salome kwa sauti ya kutetemeka hivi. "Oh, kumbe una mtoto. Basi hongera. Hizi damu hizi, mambo ya njia ya uzazi pengine ni njia huko inajisafisha. Vipi lakini au unatumia vipandikizi na hizi dawa nyingine ambazo zinazuia mimba?" aliuliza daktari. "Hapana, mimi mara nyingi bwana nachunga sana kalenda yangu ndo ambayo huwa naitumia. Kwani hizo dawa zinakuwa zina madhara?" "Madhara yapo na faida pia zipo, lakini hakuna shida," daktari alisema, na kisha
Alisogea pembeni kidogo, alifanya kama anachezea baadhi ya vitu hivi ili kutokufanya maongezi yake na Salome kuwa ni marefu. Dakika mbili daktari wa kike aliingia katika chumba kile akiwa na kila aina ya kipimo ambacho alikuwa anaamini kwamba vitaweza kumsaidia katika kumtazama, ikiwemo kumtazama katika mlango wake wa kizazi. Vipimo vilifanyika kwa dakika 15 na kisha aliondoka mahali pale huku akimwahidi Salome kuwa atakuwa sawa na aondoe shaka. Kwa jinsi ambavyo Salome alipewa moyo, naye aliamini kwamba afya yake itakuwa ni njema na endapo akigundulika atakuwa na tatizo gani, basi alikuwa anaamini kwamba huenda atapona. Sasa tunatoka hospitali pale, tunamwacha Salome akiendelea na matibabu. Tunarudi upande wa pili mpaka tunamuona Maria alikuwa amekaa nje ya nyumba yake akiangalia kunguru ambao walikuwa wanaruka na kutua katika bati. Kidogo alimpa wasiwasi kwa sababu hakuzoea, lakini baadaye alikuja kuona ni jambo la kawaida. Katika kichwa chake alikuwa anawaza ni vipi anaweza kwenda kumtupa mtoto ambaye alikuwa amemuua jana usiku wake. Wakati anawaza hivi, mume wake Noeli pia alifika mahali pale akitokea ndani. Alikuwa amevaa kipensi na singlet hivi, akamsogelea mke wake, akamshika kiuno mwenyewe, akampiga mabusu. Maria alikuwa amefurahi sana. Ilikuwa ni kama ameshtukizwa hivi. Alikuwa amefurahi na alikuwa anafurahi kwenye kila hatua ambayo alikuwa anamuona Noeli. Basi akamuuliza, mbona umekaa hapa nje kwa muda mrefu na hasira bado ambacho kilitokea jana? Aliuliza, ambapo Maria alikaa kimya kidogo akionekana kama mtu ambaye alikuwa anafikiria, na kisha akamwambia, hapana, mbona lile limeisha mume wangu. Sawa, sasa nini unawaza muda wote? Maana umewahi sana kuamka leo. Kuna mengi nawaza, lakini kubwa ambalo unanipa wasiwasi ni wapi tunaenda kutupa mwili wa huyu mtoto. Yaani nimeamka mapema niangalie eneo sahihi lakini sijaona bado, alisema Maria ambaye alimgeuzia maswali Noeli. Basi kimya kilitawala kwa muda huku kila mmoja kitafakari ni eneo lipi lingefaa kwa ajili ya kwenda kutupa mwili wa mtoto Chris ambaye walimuua jana. Kwani yule mwanamke ambaye alitupeleka siku ile anapatikana wapi? Aliuliza Maria. Nani, Karen au? Huyo Karen, alisema Maria akiweka nywele zake sawa. Bado anapatikana. Kwani ulikuwa unataka kufanya jinai? Nilipanga nimpigie then yeye ndo angetupa njia sahihi. Unajua tukiendelea kukaa na mwili hapa naona kabisa tunakoenda ni kubaya. Maria alihitaji sehemu sahihi ya kutupa ama kuzika mwili wa yule mtoto. Katika kichwa chake swala la kumzika nyumbani kwake alihisi kama ni kukaribisha nuksi, kwa hivyo hakuafikiana nalo. Kitu ambacho alikuwa nakiwaza alikuwa ni kumpigia Karen, na baada ya hapo jioni waongozane hadi nyumbani kwa Upendo. Huko ndiko ambako angemsika kama si kumtupa. Sehemu pekee ambayo naifikiria ni nyumbani kwa yule mbwa wako ambaye ulizaa naye. Tena nataka nikamzike mlangoni kwake pale apokee maiti ya mtoto wake, alisema Maria. Yaani unataka upeleke kwa Upendo? Aliuliza Noeli. Ndio. Basi wazo hili lilikuwa na ukakasi kidogo kwa Noeli ambaye alitaka wazike mwili nyumbani. Sasa alishangaa ni vipi waende kuzika nyumbani kwa Upendo. Alikuwa akisisitiza ni kivipi yani kwa nini wapeleke kwa Upendo wakati hawakuwa wanataka hata Upendo ajue kama mtoto wake amewawa. Basi Maria ilibidi atumie nguvu ya ushawishi ambayo alikuwa nayo, na hatimaye Noeli kwa mara ya pili tena alikubali. Walipanga itakapofika usiku basi wataenda na watamzika nje ya nyumba yake. Hii pia sasa itaenda sambamba na kifo cha Upendo. Mimi sitotaka kumuona duniani kwa sababu kama mliachana mnaweza kurudiana, alisema Maria huku akikunja ndita. Ina maana unataka kumuona Upendo? Noeli aliuliza kwa jazba. Mimi nadhani umeshanisikia nichonge. Mimi sihitaji tena discussion. Siuliza naye. Haya, mtoto wake huyo nimemuua. Sasa ukiamua kuzaa naye tena utamrudia tu, alisema Maria. Na kwa kuwa Noeli alijua kwamba Maria alikuwa ni mtu wa misimamo pindi anapoamua jambo, basi ilibidi akae kimya huku akisubiri jioni tena angalie shuhudie nini ambacho kingetokea. Kukaa kwake kimya huku sio kwamba alikuwa amependa, lakini hakuwa na jinsi wala hakuwa na kufanya, kwa kuwa alikuwa anaishi kwa mtu ambaye alichokuwa anakitaka kwenye maisha yake alikuwa anapewa. Alikuwa anaishi sehemu ambayo ilikuwa ina pesa nyingi sana, na mipango yake yote ya kuishi na Maria pale ilikuwa ni siku moja aweze kuzipata zile pesa na kisha mkimbie. Kwa hivyo alitakiwa kuwa mvumilivu kwenye kila kitu. Basi maongezi yao yalifika tamati huku kila mmoja akiingia ndani. Maria alielekea jikoni kuandaa chakula na Noeli alikuwa sebuleni akiangalia runinga. Ghafla alikumbuka kwenda kuangalia mwili wa Chris ambao ulikuwa store umehifadhiwa. Aliinuka na kwenda store. Kwa bahati nzuri alikutana na mwili wa mtoto wake, na moyo ulimuuma sana kuona damu yake imeangamia kisa pesa. Yaani mtoto wake ameruhusu auawe kwa ajili ya pesa. Akamwambia, nisamee Chris, samee sana mwanangu. Najua mimi sio baba bora kwako, kuanzia tangu kutungwa kwa mimba yako mpaka sasa hivi malezi
na mpaka kwenye kifo chako nimekuja kushiriki wakati sijai kusaidia chochote. Nisamehe sana mwanangu, lakini nafanya haya yote sio kama napenda, ni tamaa tu za mali mwanangu. Nataka nipate pesa babako, alisema Noeli huku machozi yakimdondoka. Aliutazama mwili wa mtoto wake Chris ambao kichwani ulikuwa umeharibika na hata harufu ya maiti pia ilikuwa imeanza kutoka katika mwili ule, na mwisho aliamua kutoka katika chumba kile. Na msikilizaji, na hapa tumefika tamati katika sehemu ya 6 ya simulizi hii, na bila shaka unaendelea kuenjoy simulizi hii pale ulipo. Sijui nini ambacho kinakukera. Mauaji yamekuwa ni mengi sana ndani ya simulizi hii. Watu wamekuwa wepesi sana kuua wenzao, kuchukua hukumu, kufanya vile ambavyo wanaona ni sawa basi tu kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Wewe unaonaje? Nini ambacho kinakukera hapa ndani, lakini kitu gani ambacho unaondoka nacho kama somo? Andika comment yako hapo chini. Usisahau kuendelea kuifuatilia channel yetu, lakini turn on notification ili upate muendelezo mapema sana pindi tunapokuwa tumeweka hewani. Andiko hili linakuwa Sam Dafur. Hapa ni Simulizi Zetu Media na mimi ambaye niko nyuma mic, jina langu naitwa Tutu. Kwa heri kwa sasa, tukutane katika sehemu inayofuata.